matokeo kwenye maisha yako, mambo ambayo utayapata kwenye maisha yako, mambo mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako yatakuwa ni matokeo ya kinywa chako. Unapoweka kazini kinywa chako, unazalisha mambo kwenye maisha yako. Anasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake na atashiba mazao ya midomo yake. Maana nini? Ukamilifu na utosherevu wa mambo mbalimbali kwenye maisha ya mtu itakuwa ni matokeo ya matumizi sahihi ya kinywa chako kwake. Kwa usipotumia kinywa chako sahihi, maana kwenye Luka anatuambia nimekupa hekima na maarifa ambao hakuna mtesi atakayeweza kupingana nacho wala kukishinda. Maana nini? Wapinzani wa kwetu, adui wa kwetu, wanaotupinga mchana na usiku, tunawashinda kwa kinywa. Anasema nimekupa hekima na maarifa ambao hakuna mtesi wala adui ataweza kushindana nacho wala kukipinga. Kinywa. Kwa unapomshukuru Mungu, sikia Paulo na Sila walishinda adui zao kwa kutumia kinywa. Mithali 12:14 inasemaje? Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Kwa maana kuongea ni dimension mpya, ni kiwango kipya, ni kiwango cha juu. Nimewapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote, sio mmoja, wote, sio wachache, wote hawatakuwa na uwezo wa kukipinga wala kushindana nacho. Kwa nini anasema nimewapa kinywa na hekima? Wakorinto anasema hivi, Wayunani wanataka ishara. Anasema ila Kristo kwa Wayahudi na kwa Yunani ni hekima ya Mungu na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Kristo ni hekima ya Mungu na ni nguvu ya Mungu. Anasema nimewapa kinywa na hekima. Kwa kinywa na hekima unamshinda kila mtesi. Na Kristo tunaambiwa ni hekima ya Mungu. Ukaenda pia Mithali sura 8 anaongelea hekima alivyokuwepo tangu mwanzo, kabla misingi ya ulimwengu kuumbwa. Hekima alivyoumba mbingu na nchi. Hekima ilivyoumba kila kitu. Ukirudi kwenye Biblia, ile hekima ya Mithali 8 ni Yesu mwenyewe. Sababu Yohana sura ya 1 anatuambia vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakifanyika chochote kilichofanyika. Kwa anasema nimekupa kinywa na hekima ambao kwa hiyo hakuna mtesi atakayeweza kushinda wala kupingana nacho. Sasa hekima ni Kristo na Kristo ni neno. Hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Kwa maana nimekupa kinywa na neno ambayo kwa hivyo hakuna mtu atakayeweza kuvipinga wala kuvishinda. Kwa hiyo nasema ukichukua neno la Mungu ukaliamini kama ahadi, ukamshukuru Mungu kwalo kwa kinywa chako kwako, hakuna upinzani ambao utakuzuia. Kwa matokeo yataonekana kwenye mambo mbalimbali ya maisha yako. Nimekupa hekima na kinywa ambao kwa hiyo hakuna upinzani utakao kushinda. Hekima ni Kristo mwenyewe. Hekima ni neno la ni Kristo. Na kama Kristo ni neno la Mungu, kwa neno ni Kristo na Kristo ni neno. Kwa amekupa kinywa na neno. Maana kinywa cha kwako kitakapokuwa kinatamka mambo kulingana na neno la Mungu, linaleta matunda kwenye maisha yako.